na matarajio yake ya msimu. Pengine wewe Mligo, matarajio yako ya msimu ni yapi hasa ukiwa na klabu ya Simba Sport Club? Kiukweli matarajio yangu mimi binafsi ni kuweza kufanya vizuri na timu ya Simba na kufanikisha malengo ya Simba, kuchukua ubingwa wa NBC, lakini pia kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho. CRDB. Ya CRDB. Kwa hiyo ndo malengo ambayo natamani kufanikisha na klabu yangu ya Simba, na naamini kwa jinsi ambavyo tunapambana, jinsi ambavyo tunajiandaa, basi tunaamini tutafanikisha inshallah. Nini hasa siri ya mafanikio yako kwenye performance yako bora sana toka ujiunge na Simba Sport Club? Nafikiri ni kujituma na kukubali kujifunza na kufanya vizuri, kusikiliza maelekezo ya benchi ya ufundi na kupambana zaidi. Nafikiri ndio siri. Ilikuwa pressure kiasi gani kuvivaa viatu vya Azam? Sikuvaa viatu, mimi nilikuwa napambana mimi kama mimi. Ukisema ni kuvaa viatu nafikiri haijakaa sawa. Mimi nilikuwa napambana mimi kama mimi kuhakikisha napigania nafasi yangu kama Anthony Mligo, na tangu nimefika Simba nafikiri ilikuwa ni ngumu kwa sababu timu Simba ni timu kubwa, na mimi mwenyewe nilijaribu kuingia kwenye pressure ya Simba na kuweza kupambana, na namshukuru Mungu tumeanza vizuri na tumezidi kupambana, basi tunaendelea kupambana inshallah. Mligo, wakati unaingia kwenye mchezo uliopita wa dabi, Kibabage ni kama alionekana anakuambia mwanangu kaza. Binafsi yale maneno yalikuwa na maana gani kwako, na unamzungumziaje Kibabage, nyota ambaye mnacheza naye nafasi moja? Maneno alikuwa kwangu mimi alikuwa yana umuhimu. Uliona kwamba aliniambia hivyo? Yani ishara. Ni kweli aliniambia kwamba mwanangu kaza na zimebaki dakika kadhaa, kwa hiyo kaendeleze pale ambapo nimeishia. Kwa hiyo kapambane, na ninakuamini, ndio maana ambayo ameniambia. Na ukisema nimzungumzie, nitamzungumzia vizuri sababu ni mchezaji mzuri, anapambana na tunashirikiana sana ndani ya uwanja kuhakikisha tunapambania nembo ya timu. Kwa hiyo binafsi ni changamoto nzuri kwangu sababu ni changamoto ambayo inanifanya nizidi kupambana zaidi, na tunashirikiana vizuri alhamdulillah. Shukrani sana.